Siku ile tulizungumza katika sehemu ya pili, maana ya kufungiwa jiwe ni kwamba ni kumzamisha kwenye kilindi cha bahari, asitoki, manake afe. Hiyo ni amri. Yesu anaruhusu kuua kama ilivyoamrishwa kule kwenye Agano la Kale kuua, na Yesu kwenye Agano Jipya anaamrisha kuua kwa mfumo huo. Mitazamo ni tofauti na tafsiri za mambo ni tofauti. Leo tunaongelea vitabu vya kiimani. Kati ya Qur'ani na Biblia ni kitabu kipi chenye itikadi kali, itikadi ambayo inaweza kaleta maafa kwa wanadamu au fujo kwa wanadamu? Tunaongea hapa na Mwalimu Kesede, tuone ni kitabu kipi kinahamasisha amani na kipi kina itikadi kali. Mwalimu bwana, habari za leo, habari za siku nyingi, karibu tena. Hii ni sehemu ya 3, muendelezo. Tulishafanya sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, tunaendeleza tena kuona ni kitabu kipi chenye itikadi kali. Asante sana. Sisi kwa kweli hatujambo, tunamshukuru Allah. Kwa kweli kama unavyotoka kuongea ni kweli. Hii kabisa inaonekana ni sehemu ya 3. Sehemu ya kwanza tulimaliza, tukamaliza sehemu ya pili, hivi tunakwenda sehemu ya 3. Na ninadhani kwamba itakuwa ni ya mwisho, sijui au unasemaje? Ndio, hii itakuwa sehemu ya mwisho, kwa hiyo tutamaliza kila kitu ambacho kilikuwa na longolongo hapa. Asante. Ni kweli sisi katika imani ya Kiislamu tunajua dini pekee inayohamasisha amani duniani kwa msisitizo zaidi ni Uislamu, kwa kufuata Qur'an, kwa sababu Qur'ani ndicho kitabu chetu sisi katika uongofu wa Kiislamu. Tunaongozwa na kitabu cha Qur'an, ikiwa na maana kwamba Qur'ani ndicho kitabu ambacho kinakuwa na msisitizo kabisa wa amani. Na ndio maana unakutana ndani ya Qur'an na maisha ya Bwana Mtume Muhammad, alikuwa na tabia ya kuishi na watu ambao hawamuamini, anaishi nao kwa uadilifu na mapenzi na amani bila kuwabughudhi. Isipokuwa Mtume alikuwa anakuwa mkali pale ambako watu sasa wanaanza kumpiga yeye na kutaka kuwaua wafuasi wake bila kosa lolote. Hapo ndiko ambako Mtume alikuwa anasimama kidete. Lakini kwa mujibu wa Qur'an, kitabu pekee kinaokuwa na msisitizo wa amani ni Qur'an. Hakuna kitabu kingine chochote kenye msisitizo wa amani katika vitabu vinavyodaiwa vya kimungu kama Qur'an. Unaona bana? Na ndio maana hebu tusomee kwanza Qur'an hapo. Sio kuna Qur'an hapo? Ndio. Tusomee Qur'an. Ngapi ilisoma? Fungua Qur'an sura ya 5 aya ya 6. Okay. Uone Qur'ani inasemaje katika utawala wa dini ya Kiislamu. 9:6 anasema, na ikiwa mmoja wapo katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha mfikishe pahala pake pa amani. Haya ni kwa kuwa hao ni watu wasiojua kitu. Unaona bana? Huo ni utawala wa Bwana Mtume Muhammad. Aliishi na washirikina, aliishi na makafiri, aliishi na wapagani, aliishi na Wakristo. Lakini Mungu anamwambia akitokea Mkristo, akitokea mpagani, mshirikina ambaye si Muislamu, anakuja kutaka kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu, msimbughudhi. Msimbughudhi, mumpe amani na usalama aweze kusikiliza. Na msimlazimishe kusema ingie katika Uislamu. Hiyo tayari inaashiria amani katika Uislamu, kwa sababu Mtume hakukuwa na walazimisha watu kuingia katika Uislamu. Unaona sasa bana? Hapo ni utawala Bwana Mtume Muhammad. Haikukuwa kwamba mumlazimishe, mumuue, mumpige kama wanavyotuvika vazi la uongo ndugu zetu. Wanatutengenezea picha kwamba Uislamu ndio dini ambayo inasisitiza machafuko ya vita, inasisitiza ukosefu wa salama. Ni picha, ni vazi ambayo tunavikwa na wale ambao hawana mapenzi na sisi. Kwa mfano hiyo 9 ukifika 111 inahamasisha hiyo kufanya vita. Soma hiyo. 111 inasema, hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi aliyojilazimisha kwa haki katika Torati na Injili na Qurani. Na nani atimizaye ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa biashara yenu mliofanya naye, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Kwamba kuna watu wanaua ili wapate thawabu au waende wakaingie peponi. Naam, hiyo iko wazi. Ni kipindi gani hicho? Ni watu ambao Mwenyezi Mungu ameshawanunua. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah
fayaktuluna wa yuktaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurat wal injil wal quran waman awfa bi'adihi min Allah fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Ni watu ambao Mwenyezi Mungu amekwisha wanunua. Ni watu wake. Ni watu gani? Ni wale wenye kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika kupigana kwao huko wanaweza wakaua ima wakauawa. Sasa kuna kaneno hapa, wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hiyo kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu ndo hapo wanaokuja kusema, wanaosema kuhusiana na kwamba dini ya Kiislamu au kitabu cha Qur'ani kinahamasisha vita, ndo hii ya kwamba wewe ushike panga unapigana, lakini kichwani mwako unafikiri unapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na hapo ndiko ambako nataka kuingia. Sawa. Ndio maana nimesema ni kipindi gani hicho? Ifikie Muislamu apigane, anaweza akaua au akauawa. Ni kipindi gani? Sikiliza 22:39 Qur'an. 22:39 Qur'an. Ukimaliza hiyo aya alafu utupe ufafanuzi. Ndio kipindi chenyewe hicho cha kufika Muislamu kupigana, anaweza akaua au akauawa, lakini huko atakuwa amepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye hakupigana kwa ajili ya kumchokoza mtu, hakupigana kwa ajili ya kumshambulia mtu, bali anapigana baada ya kupigwa, baada ya kuonewa na kudhulumiwa. Soma 22:39 Qur'an. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Unaona sasa hapo. Kama kule Mungu alisema inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wanaruhusiwa wakati ule, kipindi kile, wanakuja kuuawa bila kosa lolote, wanadhulumiwa bila kosa lolote, wanaondolewa makwao bila kosa lolote. Ndo inasababisha waruhusiwe wapigane. Kule kupigana kwa Uislamu ndio kujihami, na katika kujihami huko wanaweza wakaua au wakauawa, lakini wasijali kwa hilo, wataingia peponi kwa sababu wanajihami kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa tupe ufafanuzi, inasemaje aya hiyo? Ufafanuzi unasema Waislamu waliishi Maka muda wa miaka 13 wakiadhibiwa kwa adhabu zisizostahimilika, na juu ya hayo hawakupewa ruhusa ya kujitetea, na mwisho wakapewa amri ya kutupa watani wao mali yao na watu wao wahamie Madina. Huko ndiko ilikoshuka aya hii kuwapa ruhusa ya kujitetea. Unaona sasa hapo. Kwa hiyo unaposikia Mungu anasema na watu wake ambao wanaweza wakapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaweza kuua au wakauawa, ni kipindi kile maadui wao wasiowapenda, wasiowathamini, wanakuja kuwapiga bila sababu, wanawashambulia bila kosa lolote, wanawadhulumu bila kosa lolote, kwa namna ya kutaka kuwaonea mpaka wanawatoa makwao. Ndio Qur'ani nasemaje? Wanaruhusiwa. Kuruhusiwa nini? Kupigana na wale wenye kuwapiga kwa namna ya kutaka kujihami. Na ndio maana Qur'ani nasema katika ile aya kwamba wanaweza wakaua katika hali hiyo au wakauawa katika kujihami. Unaona sasa bana. Lakini tukienda upande mwingine, katika utawala wa Kiislamu kulikuwepo watu ambao si Waislamu, ambao hawakuwapiga Waislamu, kwa sababu Mungu anasema wasipowapiga ishi nao kwa salama na amani. Soma 5:8 Qur'ani. Qur'ani 5:8. Naam. 5:8 anasema enyi mlioamini, kuweni wasimamizi wa kupitisha haki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Muwe mkitoa shahada kwa uadilifu, wala kuchukiana na watu kusikupelekeeni kutowafanyia insafu uadilifu. Fanyeni uadilifu, huko ndiko kunako mkurubisha mtu na ucha Mungu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda. Huyo ndio Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Anamwambia Bwana Mtume Muhammad, fanyeni uadilifu. Sawa, wakiwa ni Waislamu wafanyie uadilifu, wakiwa si Waislamu uwafanyie uadilifu. Ikiwa na maana kwamba wasipowapigeni, msiwapige. Sio hawawapigeni, hawawashambulieni kisha nyinyi mkawashambulie. Hapo mnakuwa mnakosa uadilifu. Uko naona ndugu yangu, uadilifu hapo utakuwa umekosa. Lakini kuweni waadilifu, wakiwa ni Wakristo wafanyiwe uadilifu,
wakiwa ni Mayahudi wafanyiwe uadilifu, wapagani wasiokuwa wote Waislamu muwafanyiwe uadilifu. Hapo ni utawala Bwana Mtume Muhammad, utawala wa Kiislamu chini ya himaya ya Bwana Mtume Muhammad. Amri ilikuja kwamba wafanyiwe uadilifu, hata asiyekuwa Muislamu umfanyie uadilifu. Hiyo imeashiria kabisa kama dini ya Kiislamu mfumo wake ni mfumo wa usisitizo wa amani, kuishi na watu kwa amani. Sunaona hapo wanasema kwamba katika mfumo wa Kiislamu ni kufanya uadilifu hata kwa asiyekuwa Muislamu. Lakini tizama kilichotokea kabla ya Bwana Mtume Muhammad. Ilikuwaje katika vitabu ima katika manabii karne ya kabla ya Bwana Mtume Muhammad. Sikiliza zama hizo ilikuwaje. Tusomee kitabu cha Yoshua uanze 6:17-21. 17 inasema, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi ndi hivyo mtaifanya kambi ya Israeli kuwa imelaaniwa na kuifadhaisha. Endelea mpaka 21. Lakini fedha yote na dhahabu, Yoshua hiyo ndio. Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia mlio wa mabaragumu, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka chini kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akisonga mbele kukabili, wakautoa huo mji. Basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji, wanaume, wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe, kondoo na punda kwa upanga. Unasikia hiyo? Yaani hapo hakuna uadilifu. Waliangamiza na watoto na wazee ambao hawana hata makosa. Hivi mtoto mdogo kosa lake ni lipi? Hana hata kosa lolote. Lakini kwa itikadi ya kitabu cha Biblia, na watoto uweni, wazee ambao hawana uwezo wote uweni. Unaona bana? Inakuwa na maana kwamba Biblia inaashiria kuwa na itikadi kali, kutokuwa na huruma. Hiyo ni Biblia, si Qur'ani. Sawa baba? Sasa sikiliza Hosea. Hesabu 31:18. Hesabu 31. Uanze 17. Sawa. 31 mstari wa 17. Basi kwa ajili hiyo muweni kila mwanaume katika hao watoto, na kila mwanamke aliyemjua mwanamume kwa kulala pamoja naye. Hiyo ni Biblia. Unasema hapa kweli kabisa kuna amani. Watoto uweni, wamama uweni, wakubwa kwa wadogo, wazee uweni. Ikiwa na maana kwamba hapo hakuna huruma. Unaona bana? Hakuna huruma. Inaashiria kabisa kwamba hakuna amani hapo. Sasa twende kama mfano kadogo. Mkristo kitabu chake kinachomuongoza ibadani ni Biblia. Sasa kama ni Biblia, Biblia inakuonesha kama na watoto uweni, wamama uweni, wala msiwe na huruma. Inakuwa na maana kwamba Mkristo hapo atakuwa ameruhusiwa mtoto auawe, auwe mtoto, auwe baba, auwe wamama wenye ujauzito, hata wasiokuwa na hatia wanaamrishwa wauawe. Sasa kwa mfumo huo tutasema hapo kuna amani. Alafu la ajabu sio hilo tu. Sio hilo tu. Sikiliza katika kitabu cha Hosea. 13:16. Mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, Samaria atachukua hatia yake, kwa maana amemwasi Mungu wake. Wataanguka kwa upanga, watoto wao wachanga watavunjwa vipande vipande, na wanawake wao wenye mimba watatumbuliwa. Unaona bana? Na wanawake wenye mimba watatumbuliwa. Wenye mimba watatumbuliwa. Hiyo ni amri ya Mungu. Anasema uweni na watoto, uweni na wazee, hata wamama wenye kuwa wajawazito mwatumbue. Hapo kuna huruma hapo? Hakuna huruma. Ndio Biblia hiyo. Yaani mtu unaposikia anasema kwamba Qur'ani kitabu chenye itikadi kali kinaamrisha kabisa, kinahamasisha vita, vitu kama hivyo, hakuna. Ni propaganda tu zidi ya Qur'an, propaganda zidi ya Uislamu.
Lakini mwalimu, labda kwanza swali la kwanza kuhusiana na hii mistari yote tuliyoisoma humu ndani ya Biblia. Hii mistari ipo katika vita. Cha kwanza kabisa ni kwamba ipo katika vita, ni kwamba watu wanaenda kupigana vita. Sio wanaenda kupigania dini, wanaenda kupigana vita. Uislamu vita zake ni katika kupigania dini. Ndio hicho ambacho wao wanaona tofauti, kwamba mtu ni kama anakuwa analazimishwa. Na ndio maana kwenye Qur'ani kuna, sikumbuki ni aya gani, inasema wapigeni wanaokataa dini ya Mwenyezi Mungu. Nafikiri ni waueni, kama si wapigeni waueni wanaoikataa dini ya Mwenyezi Mungu mpaka hapo watakapokiri. Na wakikiri muache. Walawi 24:16. Walawi 24:16. Ndio. Sawa. Vita yote ya wana wa Israeli ilikuwa ni kupigania kwa ajili ya dini. Kwa sababu walikuwa watu wenyewe wanapinga sheria ambayo Musa alileta. Okay. Waliipinga. Wakati walipinga ndio oda ikaja kwamba muweze kuwaua. Okay. Sasa sikilizo andiko 24:16. 16 anasema, na yeyote atakaye laani jina la Bwana hakika atauawa. Okay. So unaona hapo, hiyo ni dini tayari. Okay. Inaenda katika mambo ya kiimani. Okay. Anemlaani Mungu, anempinga Mungu, anemkataa Mungu auawe. Atauawa. So unaona hapo. Kwa hiyo kuwana wa Israeli ilikuwa hivyo, lakini mfumo wao ulikuwa na itikadi kali kuliko Qur'ani. Okay. Qur'ani haiko hivyo, ilikuwa na kahuruma ndani yake na ilikuwa na kaustaarabu ndani yake. Sasa endelea na ile Hosea. Okay. 13:16. Alafu usome 17 na usome 18. Hosea 13. Hosea 13. Kwanza nilikuwa sijamalizana na ule mstari uliokuwa umesema nisome mwanzo. Ule wa na Samaria atachukua hatia yake. Ule na Samaria atachukua hatia yake ni kwamba ni unabii au ni watu wanatumwa kwenda kuivamia hiyo Samaria. Sio ni kwamba unabii kwamba hii Samaria labda itafukutika, ni kama ile alivyosema hakuna jiwe litakalosalia juu la jiwe lingine. Sio kama anawatuma kubomoa hekalu, isipokuwa na tabiri atakayotokea. Na huyu naye sio kwamba anatabiri juu ya Samaria. Hapana. Hiyo ilikuwa ni amri ambayo Mungu alikuwa amewaambia linapokuwa linatokea hivi piga. Hiyo ilikuwa Hosea ngapi tuliyosoma? Hosea 13. 13:16. 16 ndio ilisema. Labda nisome 15 kama nitaelewa zaidi. Anzia hata 15. Sawa, kama nitaelewa zaidi nione. Anasema, ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, upepo wa mashariki utakuja, hiyo pumzi ya Bwana itokayo upande wa nyikani, na kijito chake cha maji kitakauka, na chemchemi yake itakaushwa. Yeye atateka nyara hazina ya vyombo vyote vipendezavyo. Samaria atachukua hatia yake, kwa maana amemwasi Mungu wake. Wataanguka kwa upanga, watoto wao wachanga watavunjwa vipande vipande, na wanawake wao wenye mimba watatumbuliwa. Hii ni kwamba kuna watu labda tufanye hata kama tutawaita Wakristo au hata kama tukiwaita Wakristo wanatumwa kufanya au mji unatabiriwa, yani mji wao unatabiriwa kwamba kuna kitu hiki kitatokea katika mji wenu kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Aha, unasikia hapo kwenye unasema Ndiyo. Kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Hapo ndio unasema neno la maana. Ndiyo. Wale ni amri ambayo Mungu anatoa kwa kutabiri atakayotokea. Ndiyo. Sasa anatoa nani akafanya hicho kitendo cha kutumbua mimba? Ndio Mungu iko anamwambia Hosea. Okay. Sawa? Anamwambia Hosea ambacho kitakuja kutokea watu ambao wamemwasi Mwenyezi Mungu. Mungu analisimamia hilo, watoto wao watatumbuliwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuonesha ile kumwasi Mungu ni dhambi kubwa katika dhambi kubwa. Na ni makosa makubwa. Kwa hiyo mwenye hii hali basi atafanyiwa hivi, atafanyiwa hivi, atafanyiwa hivi, atafanyiwa hivi. Ili upate kuona kama ni Mungu anatoa amri. Nani akakifanya hicho kitendo? Swali langu ni kwamba kwa mfano ukisema wapigeni wasiokubali dini ya Mwenyezi Mungu, maana yake wanaotumwa ni wale ambao wameshaikubali. Waislamu inatakiwa wawapige wale wasioikubali. Ila hapa ukiambiwa Samaria wanawake wao wenye mimba watumbuliwe, ni nani anayetakiwa kwenda kutumbua? Hapo Mungu yuko anawaambia wana wa Israeli, kwa sababu alikuwa anaongea na wana wa Israeli. Nyinyi ndio mtafanya. Okay. Ili upate kugundua kama hili ninalolisema linaandikwa ni Mungu anawaamrisha. Soma katika kitabu cha 10. Uone ni Mungu ndiye anawaambia mwende mtumbue. Hosea 10. Yoshua 10. Yoshua 10. Yoshua 10:44. 44. Inasema kisha Yoshua akarudi na Israeli kuanzia 40. Basi Yoshua akapiga nchi hiyo yote, nchi ya vilima na nchi ya Negebu na nchi ya Yefera na nchi ya materemko na wafalme wake wote. Hakumwacha aliyesalia hata mmoja,
lakini akawaharibu kabisa wote waliokuwa hai, kama Bwana Mungu wa Israeli alivyoamuru. So unaona hapo. Ni Mungu ndiye ambaye kaamuru. Unaposikia na tabiri kwamba watu watafanyiwa hivi, ni Mungu wa Biblia ameamuru hivyo. Unaona ndugu yangu, kaamuru hivyo. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni mapambano ya wale watu ambao hawamjui Mungu. Wanakataa kuwa chini ya ulinzi ya uongozi wa kimungu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo kwa mujibu wa karne hizo, Mungu alikuwa na hasira wala hakuwa na huruma. Kwa hiyo kwa maana hiyo Biblia ndio kitabu kenye itikadi kali, haikukuwa na huruma. Ndio maana pale kwenye Hosea inasema hakuna huruma. Sisi wa Kristo wakati tunasoma hii Biblia, tunaposoma tunajua kabisa kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Tunaposoma kwa nini tunalo Agano la Kale? Tunataka tuangalie kwamba ahadi Mungu alizokuwa na ahidi alikuwa anazitimiza. Tunaangalia yale yaliyopita katika vizazi vingine. Inapokuja kufikia huko kwa Yesu, naye Yesu alipofika ilikuwaje, na ndio tupo kipindi chake. Kwa hiyo ukituonyesha kutoka huko kwenye kitabu cha Agano la Kale, tunaelewa kabisa kwamba haya ni maandiko kweli, ni Mwenyezi Mungu alifanya juu ya wana wa Israeli na mataifa mengine ambayo yalikuwa na mwasi. Alafu ukifika Agano Jipya tunajua hapa sasa ndio baada ya Yesu kufufuka natakiwa sasa tufate utu upya. Na ndio maana mtu azaliwe Mkristo, ili azaliwe ni mpaka ampokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndio anakuwa Mkristo. Akizaliwa anakuwa tu kawaida hivi ana dhambi. Sawa. Maana unataka kuniambia kwamba Biblia ni kitabu kenye itikadi kali, haimaanishi agano jipya. Haimaanishi baada ya Yesu, ni kabla ya Yesu. Kabla ya kifo cha Yesu. Nimekuelewa. Inamaanisha agano jipya si kitabu kenye itikadi kali, lakini kitabu kenye itikadi kali ambacho hakina huruma. Namna ninavyokuelewa ni Agano la Kale. Si ndio unataka kumaanisha? Agano la Kale kweli, si tunaona hizi itikadi kali. Yesu anakuja anayafuta hayo. Sawa, nimesha kuelewa. Yesu anayafuta. Sawa, tuache hii Agano Jipya. Ndio. Agano la Kale. Lakini mimi na wewe tunakubaliana kumbe Agano la Kale ni kitabu chenye itikadi kali kabisa, kinatuonyesha Mungu anatuonyesha kabisa walikopitia wenzetu ili na sisi tuje tukarudi kwa madhambini. Sawa. Tukisimama hapo katika jambo la kwanza, kumbe inaonekana Agano la Kale lote ni kitabu chenye itikadi kali, sio Qur'ani. Kwa hivi tunavyoona kweli walipitia katika mambo ya kiitikadi kali. Ndio maana ilikuwa jino kwa jino, mtu akikuchoma jicho naona mchoma jicho unamtoa. Asante. Sasa kabla ya kuingia kwenye Injili ikiwa imetokea hali kama hiyo ya kuua, ya kufanya vituko kama hivyo, Qur'ani ilipofika ikakataa. Ikakataa kabisa. Ukisoma Qur'ani hata kwa Bwana Mtume Muhammad, tusomee hadithi Lu'lu wal Marjan, hadithi 1000. Soma hadithi 1000. Hadithi 1000. Na miangapi? 1153. Uanze 1138. Sawa. Inasema hadithi ya Abdullah ibn Umar amesema mwanamke fulani alikutwa katika baadhi ya vita alivyopigana na Mtume. Ameuliwa. Mtume akakemea kuwaua wanawake na watoto. Unaona hapo? Hiyo ni zama za Bwana Mtume Muhammad. Tukienda kwenye Agano la Kale kama nilivyosema, tunatoa Injili. Sawa? Kwenye Agano la Kale sema na watoto uwa. Wamama wenye ujauzito watumbuliwe mimba. Vyote hivyo. Wazee wauawe. Lakini wakati alipokuja Mtume Muhammad, itikadi ya Qur'ani na msimamo wake ni kwamba watoto msiwaue katika vita, wamama msiwaue katika vita, lakini wana wa Israeli watoto wanaua na wamama wanaua kabisa. Wazee wanaua. Ngoja, Injili niko naenda kule kwa sababu wewe uishasema Injili. Mimi sigusi Injili. Sawa. Niko hapa. Agano la Kale. Maadamu wewe na mimi tumekubaliana Agano la Kale ni itikadi kali kuliko Qur'ani. Imeonyesha. Nagusia tu kisha twende huko unako elekea wewe. Sawa. Agano Jipya. Kwa hiyo inaonekana kama kitabu cha Agano la Kale ni kitabu chenye itikadi kali. Mtume alikuja katika zama zake alisema watoto wasiuawe, wamama wasiuawe kwenye vita. Hauoni kama Mtume Muhammad mfumo wake wa utume, mfumo wake wa Uislamu ni mfumo wa amani, ni mfumo wa huruma kuliko kitabu cha Biblia kwenye Agano la Kale? Ndio. Lakini nataka nitetee hawa ambao huwa wanakuja kutamka hayo maneno ya kwamba Qur'ani ni kitabu chenye itikadi kali, kwa sababu wanaona ndio tumetoka katika jua kali la Agano la Kale. Tumefika tumepumzishwa katika kivuli cha Injili. Alafu huyo anakuja anatuambia yale myaamsheni.
Kwa sababu haya ya kusema usiue watoto wala Yesu haruhusu hata kuua wanaume. Tunachojua basi 18:6 Mathayo. 18:6 Mathayo. Alafu sasa wewe utaniambia hapo haruhusu kuua. Mathayo 18:6 anasema, bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hao waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Hiyo tuliwahi tena kuizungumza katika sehemu ya pili. Unakumbuka? Ndio maana naitoa kwa sababu ya wewe unazungumza kwamba mbona Yesu hakuruhusu. Yesu hapo ameiruhusu kwa sababu anasema anayekuja kuwachokoza, kuwatoa katika mustari na msimamo niliowaachia na imani niliowaachia ya kumjua Mungu mmoja wa pekee, huyo mumfungie jiwe katika shingo lake. Na siku ile tulizungumza katika sehemu ya pili, maana ya kufungiwa jiwe ni kwamba ni kumzamisha kwenye kilindi cha bahari, asitoki, manake afe. Hiyo ni amri. Yesu anaruhusu kuua kama ilivyoamrishwa kule kwenye Agano la Kale kuua, na Yesu kwenye Agano Jipya anaamrisha kuua kwa mfumo huo. Unaona sasa bwana? Anaruhusu kuua. Lakini kwa Mtume Muhammad hilo limekataa kabisa. Mtume, Mungu anamwambia katika 2:109 Qur'ani, watakaowatokea kuja kuwachokoza muwasamee, muwaache, muwapuuzieni. Hilo lisiwatokei. Unaona sasa? Sasa la ajabu sasa, kabla ya kwenda kwenye kitabu cha Agano Jipya 48:10 Yeremia, sikiliza maajabu yake. Mwalimu, nitaka kwanza kabla ya sijasoma hiyo Yeremia nikuulize katika hilo. Hapo wakati anasema watakao wachokoza, Mtume Muhammad anasema watakao wachokoza wasameheni. Alafu anaruhusu kupigana katika muda gani kama sasa wakati huo tena anakataza kupigana hata kwa mtu anayekuchokoza? Kuchokoza inayolengwa hapo ni kuchokoza ya kuja kuambia tokeni katika hiyo dini. Ni dini ya uongo. Ni dini ya kikafiri hicho. Tokeni, haifai. Ndio uchokozi wenyewe huo. Kwa sababu ni kuwachokoza kwa kuja kuwashambulia kwa maneno. Sio kwa silaha. Kwa silaha wanaruhusiwa kupambana. Lakini kwa maneno mpuuzieni mtu kama huyo. Wala msimuue. Mtu kama huyu muache, mumpuuzie mbali. Naona bana? Ndio kuchokoza kwenyewe. Na Yesu naye aliposema katika Mathayo 18:6 anayekuja kuwachokozeni nyinyi, hakukusudia kuja kuwapiga, kuwaua, kuwachoma visu. Kuwachokoza tu katika maneno, kuwadanganya au wawe. Sawa. Yeremia 48:10. Sikiliza sasa itikadi kali ya Biblia. Sawa. Yeremia 48:10 anasema, na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Unaona bana? Na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Hapo sasa. Yaani mtu anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu alaaniwe. Na mtu akiziwia upanga wake usiue, usimwage damu, huyo alaaniwe. Unaona hapo hatari hiyo, ndugu yangu. Leo Mkristo akitokea kuua watu kwa upanga, unamuuliza bana, kwani ulikuwa unafanya hivyo? Hujui kama ni dhambi? Akikupiga andiko hiyo utamlaumu? Kitabu chake kinamruhusu. Ukikosa kumwaga damu unalaaniwa. Kitabu cha Biblia kinaruhusu kuua. Ukikosa kumwaga damu unalaaniwa. Unakuwa wewe ni laana. Ndio sababu nakwambia hivi, ukiona ndugu zetu wanavika Waislamu kwamba Waislamu wanahamasisha vita, hiyo ni propaganda dhidi ya Uislamu. Waislamu wanawatengenezea mazingira mabovu ionekane Uislamu ni dini mbovu, Uislamu ni dini mbaya, Waislamu hawafai, hawako watu wa amani. Hiyo ni dhidi tu ya Uislamu, ni kuwatengenezea picha mbaya. Lakini tukienda kwa upande wa pili ni kutaka kufunika itikadi iliyokuwa mbaya katika upande wa ndugu zetu kwenye kitabu chao cha Biblia. Hapo usikiliza, Mungu anakuambia ua, na ukikosa kuua unalaaniwa. Sasa hiyo neno ingelikuwa ndani ya Qur'ani, si kama ndugu zetu waisha tushambulia. Uislamu dini ya ovyo, angalia inaruhusu. Sasa iko ndani ya Biblia. Unaona sasa ndugu yangu? Sasa la ajabu zaidi, la ajabu, sikiliza adhabu ambayo Mwenyezi Mungu kwenye Biblia alikuwa anatoa. Alikuwa anatoa adhabu ya watu wa kule watoto wao. Alafu utanambia hii kweli ni huruma? 19:9 Yeremia. Sikiliza andiko hilo. Yeremia 19:9. 19:9.
Sawa. Watu wakija kusema kama Qur'ani ni kitabu chenye itikadi kali kinahamasisha vita, ni uongo. Kitabu kinachohamasisha vita na hakuna huruma kenye itikadi kali ni kitabu cha ndugu zetu wa Kristo. 9 inasema, nami nitawalazimisha kula nyama ya wana wao na nyama ya binti zao, nao watakula kila mmoja nyama ya rafiki yake wakati wa mazingira ya dhiki, ambayo adui zao na watu wale watafutao roho zao watawatesa. Unaona sasa huko hakuna uadilifu. Wale wenye kutafuta roho ya wengine kwa kuwatesa, basi Mungu ataamrisha wakule nyama zao. Lakini hapa mwalimu, tukisoma hapa, wanaoamrishwa kufanya hivyo ni watu ambao hawana imani juu ya Mungu. Yaani hawana imani kwa Mungu. Ni tuseme wafanya ufidhuli, wafanya mabaya. Ndio watakao lazimishwa kufanywa hivi. Sasa sijajua hapa Mkristo ataingiaje ikiwa yeye ni Mkristo katika hii wakati yeye anakuwa afanye ufidhuli. Asante. Ndiyo. Kabla ya kuingia huko kwenye Ukristo, inakuonesha hivi. Hapa mimi niko nalinganisha Qur'ani na Biblia. Ndicho basi sasa kwenye Qur'ani tunawalinganishia watu wema, sio watu waovu. Huku kwenye Biblia tunakuja tunawachukua wale waovu, ndio tunawalinganishia. Itakuwa sawa kweli? Labda tungekuwa tunachukua wale wabaya kwenye Qur'ani na huku tunachukua wabaya kwenye Biblia. Tunachukua wazuri wa kwenye Qur'ani, tunachukua na wazuri wa kwenye Biblia. Sasa kwenye Qur'ani kuna wabaya. Wale wenye mtume yuko anapigana nao si ni wabaya? Sawa. Lakini wale wanaoruhusiwa kwenda kupiga, yani kwa mfano tukichukua hili hapa, si maana yake mtu akamle nyama mtoto wake. Ina maana hapa wewe unavyoileta hii ni kama unamleta sasa yule aliye safi, kwa sababu anafuata Biblia inatakiwa ale nyama ya mwanae. Wakati kumbe sio. Huyu ambaye ndio yeye mbaya, yani tuseme kama kwenye Qur'ani yule ambaye angekuwa anaenda kuchokoza Waislamu ndiye inatakiwa aende akale hizi nyama. Hapana. Okay. Sikusudi hiyo. Mimi niko nakusudia itikadi kali. Okay. Na kusudia itikadi kali ya Biblia, sio Qur'ani, kwa sababu Biblia haina uadilifu. Wale wabaya wale wanaofanya makosa, wanaomkataa Mungu, walikuwa wanafanyiwa kinyume kwa uadilifu. Qur'ani ilisema hivi, wanaokuja kuwapiga hao wabaya, muwapige hivyo hivyo walivyo wapigeni. Hiyo ndio adhabu Mungu alitoa kwa wale wabaya. Sawa? Lakini sio Biblia. Biblia ilikuwa inapitisha adhabu kinyume kabisa ukosefu wa uadilifu. Biblia haiko kwa wanaowapigeni wapige hivyo hivyo. Biblia ilikuwa inapita mipaka. Wenye kuwa na makosa, badala walipwe kwa yale makosa yao kwa namna inayofanana, wao walikuwa wanazidishiwa. Nataka nitoe mfano. Kuna mtu mmoja mwadilifu ndani ya Biblia, sikumbuki ni katika maandiko gani. Alichekwa na watoto. Yeye akawalaani wale watoto, sijui aliwageuza kitu gani. Alikuwa ni Elisha. Aliwageuza wale watoto kitu fulani, wakakuwa wanyama. Sasa hiyo natumia hiyo, yule ni mtu mwema ambaye amefanya ubaya. Sasa nazungumzia hawa, kwa mfano hawa hapa, hawa ni watu wabaya ambao watawafanyia ubaya watu wengine. Yaani ni watu wabaya kwa wabaya. Ingekuwa kwa mfano kwa Elisha hapo ningesema kweli kitabu kina itikadi kali, kwa sababu huyu Elisha ni mtu mwema, kafanya hivi. Tukija kwenye Qur'ani tunawachukua wale wema ndio wanaotakiwa, kwa mfano wanaokataa dini ya Mwenyezi Mungu waueni. Hao maana yake wanaambiwa watu wema ndio wafanye hivyo. Hapa kwenye hawa wakula nyama za watoto wao ni watu wabaya wenyewe. Sasa kama ni watu wabaya, haifai iwe hivyo, kwa sababu Mungu akitoa adhabu, atoe adhabu kwa watu wabaya kulingana na kile walichokifanya. Acha nikupe mfano kidogo. Nataka nikupe mfano kidogo. Kuna sehemu Biblia ilisema hivi, anayekupiga kwenye pua na wewe umpige kwenye pua. Ndio. Musa Sawa? Anayekupiga hiki na umpige hicho hicho. Hiyo ndio uadilifu. Sawa? Adhabu Mungu alikuwa akitoa wakati mwingine, anayekutoa jicho na yeye atolewe jicho. Anayekutoa pua na yeye atolewe pua. Anayokupiga mpanga na yeye apigwe kwa upanga. Hiyo ndio uadilifu. Sasa wakati mwingine vilikuwa vinapita, Mungu badala ya kutoa hiyo uadilifu hakutekeleza. Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Biblia hakutekeleza. Alikuwa anapita. Wenye makosa hayo ya kumkataa Mungu na kufanya wanavyokuwa wanavifanya, ilikuwa inatakiwa Mungu awape adhabu inayofanana na kile walichokifanya. Sasa Mungu alikuwa anawapa adhabu wale watoto wao. Hivi wao walikuwa wanafanya makosa kwa kule watoto wengine ili wao wakule watoto wao? Ndio uadilifu niko nakusudia hiyo. Manaki wale ni wenye makosa, walikuwa wanatakiwa walipwe kwa yale makosa ya wao walifanya. Kama mfano walikula watoto wa wengine. Sasa Mungu awape adhabu na nyinyi mtakula watoto wenu. Sawa? Hapo ilikuwa ndio uadilifu.
Lakini haiko hivyo. Mungu anatoa amri ya wao kukula watoto wao, na japo dhambi walioifanya wao, makosa walioifanya wao, haikukuwa wanakula watoto wa wengine. Ilikuwa inamaanisha Mungu alikuwa na hasira ya kupitiliza, hapakuwepo uadilifu. Sasa mfano wa ajabu unanipa mzuri sana, wakati wa Elisha. Watoto walimchezea tu, akaogeuza sijui manyani kama vidudu gani pale. Sasa hiyo haijawahi kutokea kwa Bwana Mtume Muhammad. Mtume hawezi kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu alikuwa ni mtume wa kwanza pekee mwenye huruma. Hakuna kiumbe aliyekuwa na huruma kama Bwana Mtume Muhammad. Hakuna duniani. Alikuwa mpole na alikuwa na huruma sana, hakukuwa mkali katika mambo yake. Pale anaposema wapigeni wanaokataa dini, anakuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha ni wale wenye kuja kwa... Hiyo ni Qur'ani ngapi kwanza inayosema wapigeni wanaokataa dini? Nitamani kama ningeisoma ningekuwa pale kwa ningekuwa na kumbukumbu nayo. Nafikiria ni 2190 Qur'an. Na waueni popote mwakutapo na muwatoe popote walipo kutoeni, kwani fitina ni mbaya zaidi kuliko kuua. Wala msipigane nao kwenye msikiti mtakatifu mpaka wakupigeni huko. Wakikupigeni huko basi nanyi pia wapigeni, na hivi ndivyo alivyo malipo ya makafiri. Nataka ile wanaokataa dini ya Mwenyezi Mungu, sio hii. Ya kusema wakikataa dini muwaue. Hiyo haiko. Okay, sawa. Labda nimechanganya. Hiyo haiko. Uko unaona bana? Sawa. Kwa hiyo Qur'ani iko safi kabisa, haina itikadi kali. Dini yetu haijaturuhusu kuhamasisha vita. Hakuna kitu kama hicho ndani ya Qur'ani. Uko unaona sasa bana? Kwenye Biblia ilikuwa ndio vingi sana kitabu chenye itikadi kali.